moja kati ya maneno mabaya sana. Baada ya pale Isang Pinoy boxer ang gumulat sa Tanzania. Ngunit matapos ang kanyang panalo, isang kontrobersiya ang biglang sumabog. Ito ang kwento nina Alvin Kamik at Ibrahim Mafia. Noong unang laban nila, halos walang naniniwala kay Kamik. Sa mata ng marami, siya ay underdog lamang laban sa nooy undefeated na Tanzanian boxer na si Ibrahim Mafia. Pero pagdating sa ring, ibang klaseng tapang ang ipinakita ng Pinoy. Sa harap mismo ng hometown crowd ni Mafia, pinabagsak ni Kamik ang Tanzanian star at gumawa ng malaking upset na ikinagulat ng boxing fans. yes, na kwa mujibu wa fight ambazo nimemtazama akicheza, ni bondia ambaye yeye ni mtu wa vurugu, ni brawler tunasema, ni mtu wa kupigana, wa kuforce kupigana. Basi hapo wamekutana. Na yes, na ni mtu ambaye huwa hana jab. Huyu anachindilia kabisa. Ibrahim Mafia inabidi ajidhatiti kweli kweli na kubadili pengine hata aina ya namna ya kucheza. Wana power, hata rekodi zake zinaonekana katika mapambano yake 13 aliyoshinda, 9 ameshinda kwa KO. Dine kumuonesha kwamba mimi niko nyumbani hapa, lakini ataweza na right hand nyingine ambayo anakutana nayo. Ni moja kati ya darasa ambalo tunaonyeshwa, tunapitishwa kwa pamoja. Hapo hapo tulie ushuhudie namna ambavyo mikono inavyotoka. Ibrahim Mafia hapa kati nyingine nzuri sana ambayo anaenda nayo. Lakini vile vile Alvin yakubali. Hawa wote wanapenda kupigana. Hawa wote wanapenda kuzichapa. Nipige na kupige. Sema Mafia anaonyesha ubora wake, lakini vile vile akubali right hand nyingine nzuri. Na huyo anaonyesha pia Alvin ni nunda, kwa sababu kwa namna ambavyo Makonde anaenda. Anayetokea kule Ufilipino. Ibrahim Mafia napenda anavyoondoka, lakini mkutana nao pia counter nzuri sana kutoka kwa Alvin. Ibra anapenda na hapa kati zake nzuri kinoma. Anapiga kali sana. Anapiga vizuri. Hiyo hapo ikitokea kwenye right hand ambao ni hatari. Amepiga hapa katika kama mbili ambazo zote zimemiss. Kwa ubora wa mpinzani kwenye kucounter, hiyo ni moja kati ya mistakes ambazo kupige wala hawajapumzika. Ni hivyo hivyo. Yani, na ndio kwanza raundi ya 3 kati ya 10. Anaitafuta vizuri sana. Nice hapa katibia. Mafia. Nice left hook. Nice hand. Alvin anapiga left hand na right hand ambazo zimekuwa nzuri, ambazo zilimchanganya Ibrahim Mafia, lakini bado yuko imara. Hii ni moja kati ya pambano. Haya, tuendelee kufuatilia kwa utamu wa namna yake. Ni Ibrahim Mafia huyo mwenye bukta yake ina njano hivi na nyeupe, lakini vile vile anapambana bondia Alvin Kamik wa kukwepa pia unauona. Hiyo ni clean punch ambayo anahesabiwa Ibrahim Mafia, ilikuwa ni right hand. Sikuiona. Imetua hapa. Okay. Kwa misuli hapa. Alikuwa amejiexpose Ibrahim Mafia na gari yake ilikuwa chini, na baada ya hapo Alvin akawa amemuona na akawa sharp. Ibrahim Mafia kwa mara nyingine tena amekuwa kwenye wakati mgumu. Tarudia mule na pambano limekuja. Representing the blue corner all the way from Philippines, Alvin Pitbull Tyson Kamik. Dahil dito, agad na naitakda ang rematch sa Tanzania noong 2026. Ngunit ayon sa kampo ng mga Pinoy fighters, dito na raw nagsimula ang problema. Kasama ni Kamik sa event ang isa pang Pinoy boxer na si Christian Legain. Pagdating umano nila sa Tanzania, kinumpiska raw ang ilan nilang gamit pati mga pasaporte. Maging ang iniinom na Lipovitan energy drink ni Kamik ay pinaghinalaan pa raw bilang ilegal na pampalakas. Noong weigh-in, napilitan pa raw maglakad ang mga dayuhang fighters matapos umanong masiraan ng sasakyan papunta sa venue. Pero ang pinakamabigat na alegasyon ay nangyari raw mismong araw ng laban. Ayon sa kanilang kampo, bigla raw silang nanghina, nahilo
at nawalan ng kondisyon matapos kumain ng pagkaing ibinigay sa kanila. Kasama umano sa naka-experience nito ang ilang Chinese at Indian fighters na nasa parehong compound. Gayunpaman, mahalagang linawin na hanggang ngayon ay wala pang opisyal na ebidensya na nagpapatunay na intentional poisoning nga ang nangyari. Sa kabila ng kanyang kondisyon, pinilit pa ring lumaban ni Christian Legain. Ngunit natalo via first round TKO matapos umanong makatanggap ng rabbit punches sa batok. Samantala, si Alvin Kamiki naman ay hindi muna nakaakyat sa ring matapos bumigay umano ang kanyang katawan at kinailangan ding dalhin sa ospital. Dahil dito, inilipat ang rematch nila ni Ibrahim Mafia sa Mayo 1. At kahit marami ng pinagdaanan, muling ipinakita ni Kamik ang kanyang tapang. Sa laban, 2 beses niyang napabagsak si Mafia sa round, 2 at round 5. Ngunit parehong hindi binilangan ng referee. Pagkatapos ng 8 rounds, idineklara si Ibrahim Mafia bilang panalo via split decision. Pero hanggang ngayon, marami pa ring boxing fans ang naniniwalang si Alvin Kamik ang tunay na nanalo sa laban. At dahil sa mga kontrobersiyang ito, lalong naging mainit ang rivalry ni Kamik at Mafia sa mundo ng boxing. At ngayon, silipin naman natin ang kontrobersyal na rematch highlights ng laban nina Alvin Kamik at Ibrahim Mafia noong Mayo 1, 2026 sa Tanzania. Fika kati ya Ibrahim Mafia kutoka Tanzania dhidi ya Alvin Kamiki kutoka kule Ufilipino. Je, kisasi kitalipwa ama kuendelea kuwa mteja? Kwa upande wa Ibrahim Mafia, labda kunaweza kuwa na adjustment kwenye staili yake ya upiganaji. Ila kwa Alvin nafikiri atakuwa ni yule. Kiangalia Ibrahim Mafia, naona anaweka ule umbali kwa asilimia kubwa, amekutana na counter hiyo, na kitu ambacho ni muhimu sana anapaswa kukiangalia hapo. Baada ya ile rematch, baada ya ile mechi ya mwanzo ya Ibrahim Mafia, bwana Kamik alienda kucheza fight fulani hivi na alienda kucheza Kazakhstan na bado fight ilitoka sare. Dito sa round 2, malinaw na napabagsak ni Alvin Kamik si Ibrahim Mafia gamit ang isang malakas at malinis na uppercut. Ngunit sa kabila ng malinaw na knockdown, hindi ito binilangan ng referee. Kapansin-pansin din ang ilang segundong delay bago tuluyang ipinagpatuloy ang laban, bagay na ayon sa maraming fans ay nagbigay ng pagkakataon para makarecover ang Tanzanian fighter. Right yake akimweka mbali Alvin, kuku hiyo na kimsingi hiyo jab ambayo nimeona hapo Ibra akitumia inapaswa kuwa na mwendelezo, hiyo consistent, kwa sababu Kamik upiganaji wake huwa hatumii jab. Anapoingia kwenye pocket ama kwenye pouch huwa anaanza na hiyo overhand right ama hizo hooks, so lazima ili kumdisturb yeye na kuvuruga time zake, lazima jab ya Ibra iwe juu muda wote. Kuna muda ambao Kamik anakuwa anaingia kwenye pocket. Haya, Ibrahim Mafia akimpokea vizuri sana, Alvin amempokea tena, na hiyo engo ambayo zitengeneza hapo kwenye footwork ndio kitu ambacho tunasema. Lakini kitu kingine ni kuboresha defense, yani wakati anatoa mkono hakikishe mkono mwingine upo kwenye defense. Sahihi. Na ndio kosa ambalo fight ya mwanzo tuliliona amelifanya wakati anapiga uppercut, mkono ambao ulitakiwa uwe sehemu ya ulinzi ulikuwa upo chini. So ni kitu ambacho anatakiwa awe nacho makini sana kwenye hii. Tanzania, mataifa mawili yakipambana, lakini mabondia Ibrahim Mafia captain dhidi ya Alvin ambazo kwa Kamik ndio silaha zake kubwa kwenye inside fight. Acha tuangalie, lakini gadi ni moja kati ya kitu muhimu sana. Ibrahim Makane punch ile ambayo ilimkuta ama hajahesabiwa, bila shaka aliteleza tu Alvin Kamikio kwenye eneo hilo. Nice good job. Ibrahim na Kamikio na kama anayokuwa amefanikiwa. Toka pia wake wa nyuma ukitembea kweli kweli Ibrahim Mafia. Kianza na jab overhand akiondoka. Body punch. Counter nzuri sana ambayo amekutana nayo Alvin, lakini ni kama ametumia mkono kumkandamiza, kitu ambacho alionywa pia kwa mara ya kwanza. Kwa bwana, hapana, hii haitakiwi, si nzuri. Mafia akikataa, akimweka karibu zaidi kwa kumbato. Ngombe hapa sikuachii wewe. Ni leo nimeamua kuna namna yake ukamataji vile.
Nzuri sana Ibrahim Mafia. Pagsapit ng round 4, mas lalo pang naging mainit at pisikal ang laban. Kapansin-pansin na madalas nang kumapit at manulak si Ibrahim Mafia habang patuloy namang sumusugod si Alvin Kamik. Ayon sa ilang fans, naging madalas na rin umano ang paggamit ng dirty tactics habang tumatagal ang bakbakan. Ili kuendelea kutokumpa nafasi. Na ajafanya hivyo ni kwamba anamkamata, lakini dalili za mtu mwenyewe kuchoka zipo. Sasa hayo ni matokeo ya nguvu ya kutosha kuto kumletea madhara. Ni hivyo in out nyingi ndio zinazohitajika. Amekuwa afanye setup kwa jab, yani anapiga ikiwa curve, so amekuwa I create mazingira. Haya, kuna punch ambayo ameipeleka Alvin, lakini bado Ibrahim anaendelea. Round imekamilika. Pagdating ng round 5, lalo pang naging kontrobersyal ang laban. Patuloy umano ang paggamit ng dirty tactics ni Ibrahim Mafia habang hirap siyang pigilan ang pressure ni Alvin Kamik. Dito rin muling napatumba si Mafia matapos tamaan ng malinaw na suntok. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay hindi na naman ito itinuring na official knockdown ng referee. Habang tumatagal ang laban, naging kapansin-pansin din ang madalas na pagkapit at pagpigil ni Mafia. Bagay na lalong nagpainit sa reaksyon ng maraming boxing fans. Kwamba alimkanyaga wakati anaenda kupiga ile ngumi. Haya, taangalia kile ambacho kimetokea. Alvin kaamua kumbeba kabisa. Sasa bwana wewe vipi? Ibrahim Mafia hiyo hapo. Lakini atakiwa makini wakati anaitengeneza asije akakutana na punch njiani. Hiyo kwanza moja kati ya kitu kile ambacho alikuwa anakifanya, inabidi uwe na uharaka sana kwenye matendo yako. Kwa sababu inahitaji ndani, nasema kwamba ya sekunde tu. Ni kama vile ambavyo jicho lako unafumba na kufumbua, au vile ambavyo jicho lina blink, ndio kitu ambacho ndio ukifanya hapo. Unatengeneza engo kwa haraka na unafanya kitu ambacho kinahitajika. Moja kati ya fight ambayo nimeshuhudia kwenye raundi hizi mpaka raundi ya 5, fight ambayo Ibrahim Mafia hajapokea punch nyingi. Ni fight Mafia ni kama amekutana ile straight hand ya kwake Alvin. Natakiku kwa karibu kama ambao tunakuwa tunaendelea kuzungumza, kwa sababu Alvin anaonekana kuwa na power sana, na tulikuwa nasema hata pambano lililopita kwamba akirusha panchi yake ni kama anakandamiza au anasindikiza ile nguvu ya mwili wake wote. Pagsapit ng round 6, mas lalo pang naging magulo at pisikal ang laban. Sa ilang bahagi ng round, makikitang halos nakasakal na si Ibrahim Mafia habang pilit na kinokontrol si Alvin Kamik sa clinch. Ngunit sa kabila nito, walang naging mabigat na aksyon o warning mula sa referee. Bagay na ikinadismaya ng maraming fans na nanonood ng laban. Lazima Ibra maintain hizo movement na kumforce Alvin awe ana punch kwa anatembea ili kupunguza ile power ambayo yuko nayo, kama atafanya akiwa amekandamiza miguu kwenye canvas. Haya, acha tuangalie kwenye raundi ya 6 kile ambacho kinaendelea. Vile vile na ndio kitu ambacho kwa nasema Ibrahim Mafia pia ilibidi alinde sana tanki lake, kwa sababu kama pumzi itakuwa inakata anaweza kawa anajiweka kwenye wakati mgumu zaidi mbele ya Alvin. Pagdating ng round 7, mas lalo pang ipinakita ni Alvin Kamik ang kanyang tapang at tibay sa kabila ng matinding pressure at mga kontrobersyal na eksena sa laban. Kahit nasa balwarte mismo ng kalaban, malinaw na hindi basta-basta nagpapa-intimidate ang Pinoy fighter. Sa round na ito, muli na namang napatumba si Ibrahim Mafia matapos tamaan ng malinis na suntok ni Kamik. Ngunit sa kabila ng malinaw na pagbagsak, hindi pa rin ito itinuring na official knockdown ng referee. Bagay na lalong nagpainit sa reaksyon ng maraming boxing fans na naniniwalang dehado ang Pinoy sa officiating. Alvin ni kama wakati huu kwenye raundi ya 6 ya 7 anacheza Ibra, zile movements zimepungua, ndio maana unaweza kuona Alvin anaanza kufanikiwa sasa kuanza kutega ama kufanya setups ya mabomu yake. Na kwa speed aliyokuwa nayo ni vizuri kuendelea Ibrahim Mafia kumpa distance
au kumweka mbali. Sasa kama Sa mga sumunod na eksena ng round 7, mas lalo pang naging agresibo sa clinch si Ibrahim Mafia at kapansin-pansin ang mahigpit na pagkakayakap at pagpigil niya kay Alvin Kamik. Makikita ring nahihirapan na si Kamik makakilos ng maayos dahil sa paulit-ulit na paghawak at pagkapit ng Tanzanian fighter habang nagpapatuloy ang laban. Hii ni nini? Naona Alvin Kamik baada ya kukumbatiwa, Ibrahim Mafia kabaki kule kule, ni kama alitaka kumtoa nje ya ulingo kama mieleka. Ibrahim Mafia alirushwa hivi na yeye mwenyewe ni kama elewe, vipi bwana, mbona kama unataka kunitoa ulingoni bwana? Hii ni boxing, ina taratibu zake. Hii inaweza ikamsababisha pengine akatwe. Umabot hanggang sukdulan ang laban, ngunit pagsapit ng round 8 ay mas lalo pang naging kontrobersyal ang mga nangyari. Sa isang matinding palitan, halos mahulog na sa ring si Ibrahim Mafia habang patuloy ang pressure ni Alvin Kamik. Kapansin-pansin din sa running clock na tila napaaga ang pagpapatigil sa round kahit mayroon pang natitirang mga segundo bago tuluyang matapos ang laban. Dahil dito, lalong umugong ang reklamo ng maraming boxing fans na naniniwalang dehado ang Pinoy fighter sa officiating. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, ipinakita pa rin ni Alvin Kamik ang kanyang tibay at tapang sa loob ng ring. At para sa maraming manonood, malinaw na malinaw kung sino ang tunay na mas lamang sa laban. Johnny, kwa lazima pia aanze kutafuta namna ya kupumzika. Ibrahim Mafia mara nyingine tena movement zimepungua, kwa hiyo namna nyingine ya kutafuta kuweza kujilinda ni hiyo clinching, sababu movement zimepungua. vita ya kisasi inakuwa ni miili zaidi inatumika safari hii, ikiwa ni Mei Mosi. Kazini kuna kazi kweli kweli. Angalia, anaenda kwa nguvu zote Ibrahim Mafia akiweka gadi, lakini akijibu mapigo, akimkataa Alvin Kamik. Anamwambia ndio, round ya 8 imekamilika. Ibrahim Mafia pamoja na Alvin Kamik. I do have the official results from the judges as follows. Ini personal. Hence, this is a majority decision. Kwa masikitiko makubwa, mshindi wenu ni kutokea Red Corner, Sa huli, isa itong laban na hindi basta mabubura sa alaala ng mga boxing fans. Sa gitna ng matinding palitan, kontrobersyal na desisyon, at mga tanong na hanggang ngayon ay walang malinaw na sagot, isang bagay ang sigurado. Ipinakita ni Alvin Kamik ang puso ng isang tunay na mandirigma. At sa kabilang dako, napanatili naman ni Ibrahim Mafia ang kanyang korona sa sariling teritoryo. Ngunit ang tanong na iiwan ng laban na ito, sino nga ba talaga ang tunay na nanalo sa mata ng boxing world?